tumepata swali kutoka kwa ndugu yetu kutokea Komoro, anaitwa Hamidu. Ndugu Hamidu kutokea Komoro, yeye anauliza kuhusiana na familia yake. Anasema ana mke lakini ndoa yake imekuwa na changamoto. Hii sasa inapata mwezi wa 3. Yaani kila anapokutana na mke wake basi lazima aone kuna damu. Baada ya tendo la mapenzi wakimaliza, anaona kuna damu ambazo zinatoka na zinakuwa ziko katika uume. Kila anapomaliza tendo la ndoa anaona kuna damu. Sasa wamehangaika huku na kule kutafuta matibabu. Huu sasa ni mwezi wa 3. Kwa hiyo anauliza nini chanzo kikubwa cha tatizo hili, kwa sababu wanahangaika sana. Asante ndugu yetu Hamidu kutokea Komoro kwa swali lako. Ndio, ni kweli yako matatizo ya namna hiyo, na wanawake wengi yanawasumbua hayo matatizo. Wako wanawake wengi wanakutwa na hiyo hali. Hali hiyo inasababishwa na vitu vingi sana. Unajua magonjwa ya wakina mama kwa sasa yako mengi. Kwa hali hiyo inasababishwa na vitu vingi, lakini sababu kubwa ni kama ifuatavyo. Inawezekana mwanamke akawa ana maambukizi ya bakteria katika mfumo wake wa uzazi. Maambukizi ya bakteria inaweza kuwa ni PID, yani pelvic inflammatory disease. Maambukizi ya bakteria katika via vya uzazi. Hiyo inachangia kwa baadhi ya wanawake wanapokuwa na PID iliyokuwa kali. Kuna wakati ukikutana naye katika tendo la mapenzi, baada ya kumaliza unaona kuna damu ambazo zipo kwenye uume au kuna damu ambayo inatoka. Lakini sababu nyingine ni maambukizi haya ya magonjwa ya zinaa. Magonjwa ya zinaa kama vile kaswende, gonorea, nayo pia yanaweza kusababisha hilo tatizo, kwa sababu haya magonjwa huwa yanatengeneza michubuko katika viungo vya uzazi vya mwanamke. Yanatengeneza michubuko, yanatengeneza vidonda. Kwa hatimaye unapokutana naye, kwa sababu tayari kunakuwa na vidonda, mwanamke anakuwa anatoa hiyo hali ya damu anapokuwa kila anaposhiriki tendo la mapenzi anatoa hiyo hali ya damu. Kwa hiyo sababu nyingine ni haya magonjwa ya zinaa. Na kwa kawaida magonjwa haya yanayotokana na ngono, mwanamke anapoyapata, kujijua kwake inakuwa ni kazi sana. Ni lazima aidha ukutane naye katika tendo la mapenzi, alafu wewe mwanaume ukaona kwamba tayari kuna hiyo athari, labda hiyo damu umeiona, au wewe tayari umepata ile maambukizi, kwa sababu viungo vyako wewe mwanaume vinakuwa ni vyepesi kuonesha magonjwa ya namna hiyo kuliko viungo vya mwanamke, kwa sababu mwanamke vinakuwa viko ndani ya mwili. Kwa hiyo hilo linakuwa linasumbua sana. Na wakati mwingine maambukizi yale ya UTI iliyokuwa kali, nayo pia inaweza kusababisha infection za namna hiyo. Lakini sababu nyingine ambayo inasababisha mwanamke kila anaposhiriki tendo la mapenzi basi anatoa damu ni ile hali ya uke kuwa mkavu. Uke kuwa mkavu ni tatizo kubwa sana kwa wanawake. Wako wanawake hawatoi majimaji wanapopandwa na zile ashki, na mwingine anakuwa yeye hana ile hamu ya tendo la mapenzi. Kwa hiyo anashiriki tu mapenzi kwa sababu ya kumridhisha mtu ambaye anaishi naye au mtu ambaye yuko naye kwenye mahusiano, lakini sio yeye anapata ile hamu ya mapenzi. Na hii inasababishwa na vitu vingi. Inaweza kuwa ni matatizo ya hormone, yanakata ile stimulation, ahama hizi njia za uzazi wa mpango ambazo wanawake wanatumia wakati mwingine zinakwenda kuondoa hisia za mapenzi. Kwa hiyo akitumia kwa muda inakata hiyo hali, anakuwa yeye kama vile mtu ambaye ana ganzi, apati ile hamu ya mapenzi. Kwa mwanamke wa namna hii unapokutana naye, uke wake unakuwa ni mkavu kwa sababu hana ile hamu ya mapenzi. Kwa hiyo uke unakuwa hauko tayari. Sasa pressure inayopatikana katika tendo la mapenzi inasababisha michubuko, na hatimaye ukimaliza tendo la mapenzi unajikuta una damu kwa sababu ya michubuko iliyopatikana kwa sababu ya ukavu wa uke. Na mwingine ni mabadiliko ya tabia mwili kwa sababu za kiumri. Ule umri unaoelekea kukoma kwa hedhi unasababisha pia ukavu wa uke, vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hizo ndio sababu ndugu yetu Hamidu kutokea Komoro. Uke mkavu kwa mkeo ama mpenzi wako unatokana na sababu hizo mojawapo. Inawezekana maambukizi ya bakteria, inawezekana maambukizi ya magonjwa haya ya gono, ama inawezekana mabadiliko ya hormone, ama uzazi wa mpango, au
hiki ambacho tumekisema, ukavu wa uke unaotokana na ukosefu wa hamu ya tendo la mapenzi. Moja ya sababu hizo ndio zinazopelekea kila mkimaliza tendo la ndoa ukute kuna damu katika uume na uke. Asante kwa swali lako ndugu yetu Hamidu. Kama una swali lolote unataka kutuuliza, tuandikie hapo chini kwenye comment swali lako, nasi tutaliona kisha tutakujibu. Andika jina lako, sehemu ulipo, pamoja na swali lako, tutaliona kisha tutakujibu swali lako. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala. Tunatibu magonjwa mbalimbali ya kibaolojia kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.